Hata mtu wa Mungu, mchawi anapokuja kwako, anapokuja kukuataki, anakuja kukuataki kupitia na umbo la mnyama ili kukabiliana. Kadiri ya imani yako ilivyo, naye anakuja kupitia kile kitu, kukutonga kupitia kile kitu kile, yani jinsi imani yako ilivyokaa, na yeye anakuja vile vile, anakuja kwa umbo la paka, umbo la bundi, umbo ya rapopo, umbo la nyoka, umbo la simba, umbo la chui, kutegemeana na wewe ulivyokuwa. Maana wengine wanaota wanapigana na simba na wanapigwa, wanang'atwa, tayari yule katika uhalisia, tayari yule kile kitu kimetokea kweli, ila nadhani ndani ya siku kadhaa kama aling'atwa kweli, yale madhara sasa ataanza kuumwa, ataanza kusikia kabisa hichi kitu nilicho nacho sasa, na ataenda kwa mganga. Anapoenda kwa mganga, maana anapoenda kwa mganga tayari mchawi anapokuroga na kupiga muhuri. Kwa hiyo hata kama unapoenda kwa mganga, tayari mganga anajua huyu kapigwa na mchawi, kwa hiyo tayari ni wa kwetu. Kwa hiyo anapokusaidia anakupa dawa, sio kwamba eti anakupa, sio kwamba unaenda hapo hapo unapofika pale kwa ule mganga, ukitoka kwa mganga unafika tu nyumbani ugonjwa unazidi. Hapana, hauwezi kwenda kwa mganga ukafika nyumbani ugonjwa ukazidi. Kwa hiyo anachokifanya, analiongeza lile tatizo, yani kile cha mwanzo anakiondoa, anaweka kipya chenye nguvu kuliko kile cha mwanzo. Kwa hiyo kile kipya anakipa limit kwamba ndani ya mwezi mmoja kianze kufanya kazi. Kwa hiyo unavyotumia ile dawa, kile cha mwanzo kinakuwa kama kimekufa ili kinyanyuke kile kipya. Kile cha mwanzo kinakufa, kinanyanyuka kipya, unanyanyuka ugonjwa mpya kabisa unanyanyuka katika maisha ya mwanadamu. Yaani unanyanyuka ugonjwa mpya ambao ulikuwa ni mkali kuliko hata ule wa mwanzo, unaanza kukuzonga. Ndio maana unajiuliza kwamba kwa nini mtu ukienda kwa mganga pesa unayotoa ni nyingi, mganga anataka utoe mahali nyingi, kwa sababu mganga anafanya kazi kudhimu na sheria ya shetani, utoe kikubwa ulichonacho. Yani wewe uuze nyumba, yani utoe chochote kile kikubwa ulichonacho. Hawezi kukwambia toa 2000. Ni lazima atakwambia toa kikubwa, toa kile kikubwa ulichonacho. Atakwambia kauze mji, kauze nyumba, kauze chochote, ila ujue hauponi, unakufa tu. Kuna wale watu wanaoenda kwa waganga kutafuta utajiri. Anaambiwa kamue ndugu yako, toa msukule ndugu yako, maana mtu anapomtoa ndugu yake kafara. So anapomtoa ndugu yake kafara, so kwamba eti kamtoa ndugu yake anapewa ile mali. Anamtoa ndugu yake sawa, anapewa ile mali. Ile kafara ndio inamletea yule ndugu yake, anakuta ajafa. Anakuta amechukuliwa kimadhingara. Kwa yule ndugu yake ndio anaomletea yale dhuluma anazozipitia kule, ndio yeye ule utajiri wake unaongezeka. Kwa hiyo yule kula akiwa dhaifu, tena ataambiwa inatakiwa utoe kafara ili nguvu ya utajiri zidi kuongezeka, kwa sababu ya kule imekuwa dhaifu kuleta mali. Kwa hiyo atatoa mwingine ili azidi ile mali zidi. Yule tena anaomtoa analeta kwa sababu yeye ameshakuwa dhaifu. Kwa hiyo yule naye nguvu yake inaongezeka, analeta. Na wanatolewa watu ambao wenye nyota kubwa, watu ambao wale anaowapenda yeye, ndio watu mahali. Mchawi hawatafuti au shetani atafuti watu dhaifu, anatafuta watu wenye nguvu, anapambana na watu wenye nguvu. Ndio maana leo ukiangalia vijana wengi hawaendelei, vijana wengi hawaendi popote, kwa sababu wamemwasi Mwenyezi Mungu, wameasi mapenzi ya Mwenyezi Mungu, wamempata shetani. Wewe unaweza kujiuliza, kwani mimi namwabudu shetani? Tayari wewe ni wa shetani, kwa sababu ukiangalia vizazi vyetu, mababu zetu, mabibi zetu, wote walitukabidhi kwa shetani. Wote walikikabidhi kizazi kwa shetani, maana wao walitenda maovu baba zetu na hata hawapo. Kwa sisi ndo tumeyabeba yale machafu yao yote. Unaitwa jina la ukoo, lile jina ndo linakuja kukufuatilia sasa. Maana kama babu yako alikuwa mzinzi na wewe na umeita lile jina la babu yako, kwaona wewe na tayari wewe na babu yako hamna utafute, kwa ule babu yako yuko ndani yako. Umeitwa fulani, babu yako alikuwa na wake 6 na wewe naye utaoa wake 6, kwa sababu babu yako anaishi ndani yako. Ndio maana tunapoenda kubatizwa tunabadilishwa majina, kwa sababu ya kuvunja hayo maagano.
na unaweza ukavunja, unaweza ukabadilishwa jina, ila hayo maagano yasivunjike, kwa sababu unakuta unabadilishwa kupewa sala ya toba, sio kuokoka. Kuokoka kuna mwendo. Kwa hiyo sisi tunampata mtu kutegemeana na ile sadaka wazee mababu zake walioitengeneza, mababu zake walioiweka. Hata kama awe ni mtumishi wa Mungu, tunamroga awe mtumishi wa Mungu, yuko kwenye ngome za wachawi, anapigwa au ananena kwa lugha, tayari yule ana alama ya shetani. Kwa maana shetani anaenda kwa madai, bwana huyu mtu ni wa Kongo, na Mungu naye anaenda kwa madai. Maana akishavunja zile ngome, yale magano yote akavunja, yale yote akagalagaza, akaomba toba, akaombea wazee wake, yote waliotenda kwa Mwenyezi Mungu, kwa hiyo tayari anafunguliwa, anabaki anakuwa huru. Akiwa bado hata kama ananena kwa lugha, tayari sisi tuna pando letu, kwa sababu kwa shetani alishasainiwa tayari kule kuzimu. Tunamjua tayari, jina lake liko kwenye vilinge vya mizimu, aliko mbinguni. Maana mtu akiokoka kuzimu, mtu akiokoka kweli kweli, sio tu akiokoka, yani aokoke kweli kweli, kule kuzimu tunamhesabu amekufa. Kwa hiyo kuzimu akihesabiwa amekufa, hata kwenye vilinge amekufa, kwenye madhabahu zile zote za mababu, kwenye magano yao amekufa. Kwa hiyo jina lake moja kwa moja nakuta limeandikwa mbinguni. Ila akiwa ameokoka, ila bado anakamatwa na zile mila za mababu zetu, anakamatwa na yale magano yao, madhabahu za mababu. Kwa hiyo ambao hawajavunja madhabahu. Ndio. Kwa hiyo moja kwa moja kule kuzimu tunamhesabu ni mzima. Mrokore yote ambaye amesimama na Mungu, Mungu anampenda, ambaye kwa kila kitu kakamilika, kuzimu inahesabika amekufa, yani ni mfu. Ila mrokore yote ambaye hajasimama na Mungu ni muongo. Maana unakuta mrokore muongo, msegenyaji, mzinzi, tayari kuzimu sisi tunakuhesabu wewe ni mzima, ni wa kwetu, kwa sababu uko na sisi, unatumia vitu vyetu, bado uko na sisi. Ndio maana hujakataa mapendi ya mwili. Usije ukategemea una kitu cha mchawi, unatembea umepewa simu na mchawi, kila siku inakuonyesha simu sio nzuri. Mungu anakuonyesha maono ya ile simu, kisa unaiona kwa macho kawaida, unaiona ni nzuri, eti kisa umeikemea, hutaki kuitupa. Kwa moja kwa moja wewe una cha kwetu. Kwa hiyo tuna moja kwa moja, yani tuna nani, tunatumia na dhumuni ya kukufuata wewe, kwa sababu una kitu chetu. Kwa hiyo tunaruhusiwa kukufuata, hatuwezi katazwa. Mungu hawezi kataa, kwa sababu Mungu anasimama na maandiko yake. Mungu anasimama na neno, hatoki nje ya neno, kwa sababu una cha kwetu, wewe ni mdai wetu. Kwa hiyo tuna uwezo wa kukufuata. Kwa hiyo mimi nikaendelea na kazi za uchawi. Imefika 2019, hapo sasa nimeshakuwa mtu mbaya sana. Yaani hapo sasa nimeshaanza kujishiriki, natengeneza ajali hizi za magari, tunatengeneza ili kupata damu. Tunapanga bwana, gari fulani inabidi tutengeneze. Kwa hiyo driver kabla hajaondoka, kuna magari ambayo yanakuta hadi ilizi. Kwa mchawi ukiwa na ilizi ya mganga, wewe unazuia wachawi wadogo, ila gwiji umzui wala hata utiki dore, kwa sababu hata yule mganga anasurutishwa, ile ilizi inazimwa tayari. Wewe na make magari mengi yana ilizi, asilimia kubwa sana mtu anakutana na ilizi, driver mwenyewe anaendesha na ilizi. Kwa hiyo tunapoingia driver, tunapoanza kutengeneza ajali, hatuitengenezi ajali ya basi, haipangwi siku moja, haipangwi mchana, haipangwi usiku, haipangwi siku moja kwamba imepangwa asubuhi jioni inatokea. Ni vigumu. Ajali tunaanza kuitengeneza baada ya siku, tunaweka siku 3 ajali itatokea. Baada ya siku 3, siku 4, wiki nzima tunapanga mfumo wa ajali itokee. Maana ile ajali inayotokea tunawachukua watu kwa adhima, aidha kuwaua ili tupate damu.
Kwa hiyo tunapopanga ile ajali tunaanza kutengeneza orodha ya vifo kwamba hii ajali itatokea hapa. Ajali inaweza ikatokea mchana ila watu wakaanza ikatokea mchana watu wakaja kujua kesho yake asubuhi ndo wakaiona ajali inatokea. Ila ajali imetokea mapema ila kwa sababu ya watu wamefungwa wamekuja kuiona mchana ajali ndo inatokea. Ila ajali imetokea mapema. Kwa hiyo sisi tunakuta tumewachukua wale watu tayari wameshapelekwa kutimu. Tayari wameshatengenezwa misukule. Kwa hiyo mimi safari yangu ya uchawi hapo ndipo sasa ikaanza kuwa ni kubwa. Hapo sasa ndipo nikawa naanza kutenda mabaya, nikawa natenda mabaya, nikawa nakula nyama za binadamu. Nikawa sipendi chakula cha kawaida. Mimi nakula nyama za wanadamu, nakunywa damu ya wanadamu. Yaani nakula vitu vya maana mchawi vitu vyake vikuu. Mchawi anakula uchafu wowote. Anakula vitu vichafu sana. Mchawi anakula mavi. Mchawi anakunywa damu, anachukua yale ubongo mchanga, ubongo wa mtoto mchanga, makondo yale manini mauchafu, anachanganya anakunywa. Mchawi anakula nyama za binadamu sana. Mchawi hata mchawi mwenzao akifa anamla nyama. Yaani mchawi mwenzao akifa anamla nyama. Hawana tofauti na fisi. Ndio hivyo mchawi alivyo. Kwa mimi nikaendelea na kazi hii, nikaendelea na kazi ya uchawi 2019 hapo. 2019 sawa. Sasa nataka nikuulize kwenye hili eneo la kuharibu makanisa. Kwa hiyo wewe ulipewa kitengo cha kuharibu makanisa na kuua watoto. Wa makanisa umesema kitengo changu kikuu kilikuwa ni kubeba viungo vya watoto wachanga. Kila baada ya muda, kila baada ya siku 3. Kwa hiyo watoto wachanga ambao ulishawahi kuwaua na kupeleka viungo vyao, vile viungo vyao vilikuwa vinatumika kwa kazi gani? Vile viungo vyao vilikuwa vinatumika kwa kazi nyingi kusema kweli, za kichawi, za kishetani. Maana viungo vya mtoto mchanga, maana nilikuwa nachukua viganja vya mkono, nilikuwa nachukua na macho, nilikuwa nachukua na moyo. Vile mimi nilikuwa nimepewa kazi yangu ni kuvipeleka. Maana ninapovichukua vile nakuta nina chungu, ninaviweka kwenye chungu nafunika na kitambaa cheupe. Kwa navipeleka moja kwa moja kuti mimi nikifika kule na vikabidhi. Ila ninachojua jicho la mtoto mchanga lina kadhi kubwa mno, lina kadhi ya kulia, yaani ndio linaleta maono kwa mwanadamu, linaleta vitu vingi katika maisha ya mtu ambaye anatumika kudhimu. Viganja vya mikono vya mtoto vina kadhi yake na moyo pia una kadhi yake. Unaweza ukaelezea viganja vya mtoto mchanga vilikuwa vinatumika katika kazi gani? Kwa viganja vya mtoto mchanga vinatumika kwa kazi nyingi. Sema kweli vinatumika, ila mimi nitataja kazi ambazo mimi nilikuwa nazijua, baadhi ambazo ninazozijua. Kiganja cha mtoto mchanga katika ulimwengu wa kiroho kina uwezo wa kubadilishwa kikatumika katika kazi nyingi sana. Inaweza katika kutumika kazi ya kutoa baraka. Elezea hapo kwa namna ipi? Yaani elezea tu. Kwa kutoa baraka, maana kile ni kiganja cha mtoto ambaye kilikuwa na hatima kubwa. Maana wanasema kwamba mtoto mdogo ni malaika. Kwa moja kwa moja kile kiganja cha mtoto mdogo kile inatumika kwa kutoa baraka nyingi mno kwa mwanadamu. Na wengi mno wanatembea navyo. Vinatumika hata kwa kutoa utajiri kwa mtu, vinampa utajiri mtu. Katika maagano yake aliyoingia na kule kutimu, katika vitu alivyoingia, katika vitu alivyopewa na anapewa na kile kiganja, kwa hiyo kinazidi kuongeza ule mvuto wa kufanya ile kazi yake, kinakuwa kama ni kitu cha baraka kwake. Kuna watumishi wa Mungu ambao wanatumia hivyo vitu. Hivyo vitu wengi wanatumia, maana ni vitu vya kiroho. Macho wanatumia, mioyo wanakula, mioyo za watoto. Maana macho yanatumika kwa kuona. Macho ni kama darubini. Mtumishi akikuangalia hivi au msoma nyota akikuangalia, anajua kabisa wewe ukitoka hapo utafanya nini, anajua ndani ya miaka 10 utafanya nini, miaka 5 utafanya nini, kabla wewe anajua ndani ya miaka 10 utakuwa mzima au utakuwa umekufa.
Kwa hiyo anaweza kukutabiria kupitia ile jicho na kutarifu hapa katika paji lake la uso. Kwa hiyo anaweza kukutabiria maisha yako kwamba ukitoka hapo utaenda kufanya nini. Yaani akikuangalia tu tayari anajua maisha yako, anajua maisha miaka 10 ya nyuma ulikotoka, ulikuwa unafanya nini. Anajua toka ulipozaliwa kupitia jicho la mtoto mchanga ambaye ana siku moja, ana masaa ambaye amezaliwa. Kwa jicho lake linakuwa lina nguvu ya kuona miaka ya nyuma na ya mbele. Kwa akikuona tu anajua kwamba huyu amezaliwa kijiji fulani, amepitia shida hizi na hizi, amefanya hichi na hichi na hichi na hichi na hichi, vyote anavijua, wala sio ufunuo Roho Mtakatifu. Mtu ambaye ana darubini ya kichawi ambayo ni jicho la mtoto mchanga, anayajua maisha ya mtu, yaani anayajua maisha ya mtu kuliko wewe mwenyewe unavyojijua, kwa sababu akikuangalia nyota yako inamueleza. Yaani akikuangalia analijua, anaisearch jina la mama yako. Kwa vile vitu nyota yako ndio inaenda kumueleza kila kitu. Miaka 10 utafanya nini, utatenda nini. Kwa vile vitu ndio vinavyompa ufunuo kwa maisha yako. Ndio jicho la mtoto mchanga. Sawa. Sasa umezungumza kwamba kipindi hicho mlishambulia makanisa. Sasa najua yako makanisa ambayo mlienda kuyashambulia mkashindwa, au mlizulika, au kuna hasara kubwa sana ilipatikana kuzimu. Unaweza kuelezea, kuna baadhi ya makanisa ambayo mlienda mlipata hasara, au kuna watu walikufa, nini kilitokea kutokana na nguvu za Mungu? Ndio, kuna makanisa ambayo tulikuwa tunaingia kushambulia. Tunaanza kushambulia kanisa, ila lile kanisa mchungaji wake na waumini na wazee wa kanisa wake wanakuta wako imara. Kwa hiyo ni lazima tunapanga jeshi, sio jeshi la mtu mmoja. Tunaenda, wachawi wanakuta ni wengi, wachawi wanakuta ni wengi, kuna majini yako pale, na pia tumeweka jeshi la misukule. Hila wachawi yani kumbuka kuna kanisa moja hivi, tuliendaga kulishambulia, lilikuwa Mwanza maeneo ya Nyegezi. Ilikuwa 2020. Tulienda kushambulia lile kanisa. Kweli lile kanisa lilikuwa na Mungu na pia lilikuwa na nguvu za Mwenyezi Mungu. Baada ya kufika katika lile kanisa, tumepiga rada kanisa zima. Tumeshalitoma kanisa zima, nguvu zake, kila kitu tumeshasoma waumini, maana tumeanza mission ilikuwa ni siku ya 3 sasa. Sasa tumeshapanga majeshi juu ya anga, tumepanga mapepo manini yote, majini yote hapo juu ya anga tumepanga. Wachawi wapo wa kutosha na misukule ipo, tumeshapanga kwamba leo ile kanisa tunaliangusha. Baada ya hapo tulipoanza sisi, mimi tuko na wachawi kama 6 tuko katika ile kanisa, wengine wako juu ya anga, tunajiandaa katika mashambulizi, wanasubiri tu amri. Tumwe mle kanisani, tumekaa nyuma. Tulishangaa yule mtumishi sijui aligundua nini, akawaambia waumini waanze kuimba nyimbo za sifa. Basi wakaanza kuimba nyimbo za sifa, wakamtukuza Mungu. Sasa sisi ndio hapo tunajipanga sasa kufanya mashambulizi. Ili tuanze kulishambulia lile kanisa. Mtumishi katika zile sifa, mtumishi aligundua nini, akawaambia acheni, aanzeni kuabudu. Walipoanza kuabudu, watu wakaanza kunena kwa lugha, moto kaanza kuwaka kanisani. Unaona waumini wote wanawaka moto. Kuna mama alikuwa ananena, watu wananena kwa lugha mle kanisani, watu wengi wananena kwa lugha. Moto uliwaka hadi mimi mwenyewe niliungua, hadi ule mwenzangu, hadi wale wachawi tuliungua. Walikufa misukule, wakafa na wachawi. Walikufa wachawi 25, ikafa misukule 50. Ikabidi tukawa tumeshindwa, ikabidi tuondoke paka Kilingeni.
Kwa hiyo kuna makanisa ambayo tulikuwa tunaenda kuyashambulia, kusema kweli yalikuwa yanaleta shida, yalikuwa yanaleta majanga, yalikuwa yanaharibu kazi nyingi, na wachawi wengi mno walikuwa wanakufa katika hizo kazi za kushambulia makanisa ambayo yanayokuta Mwenyezi Mungu. Tulikuwa mengi mno, tulikuwa tunashindwa mengi sana, mlikuwa mnashindwa katika mashambulizi yenu ya makanisa. Unakumbuka shambulizi gani ambalo mlipigwa wachawi wengi walikufa kwenye hilo kanisa, na unaweza ukataja idadi yake kwenye shambulio, katika mashambulizi ambayo yalipelekea shetani alipata hasara kubwa ambayo wewe ulishiriki na utasahau hicho kilichokuwa kimetokea? Kanisa ambalo nakumbuka ilikuwa sio kanisa, hilo ni mtumishi wa Mungu alikujaga Msoma kule. Alikujaga kuleta injili, litangazwa injili kubwa mno. Ilikuwa pale maeneo pale Msoma mjini, maeneo ya Mkendo. Alikujaga akatangaza injili, ikatangazwa injili. Baada ya siku 3 sisi tukajiandamana, maana tulijua huyu mtumishi anapokuja huku kutangaza injili, tulijua ni zuruba kubwa. Kuna kadhi zetu nyingi mno tulizozipanga kwa muda mrefu zitaenda kuvunjika kupitia yeye, maana watu wengi wataenda, watu wengi watafunguliwa, kwa sababu watu wengi watakapofunguliwa ni hasara. Tayari ni hasara, maana kuna faida nyingi mno tunazipata kupitia wao. Kwa hiyo tayari ni hasara. Tukapanga mashambulizi kabla hajaja, tukapanga vikiringe kile, tukapanga mashambulizi, tukaleta wachawi. Tulikuwa kama wachawi 280 ambao tulienda kupambana, na tulikuwa na chifu anaitwa Chief Satanity. Tulikuwa naye pale. Tulikuwa na watu wakubwa mno ambao wapo mawakala wa kupambana na makanisa. Tukawa tumepanga majini, tumepanga majoka pale, tumepanga kila kitu. Mbinu kubwa mno tulitumia pale kupanga ili lile jambo lisitendeke. Tukatengeneza hadi ajali katika barabarani, tukaleta migomo kwamba asifike, ila cha ajabu yule mtumishi alikuja na pikipiki. Huyo mtumishi, maana tulikuwa tumeteka katika magari, tumepanga ajali asifike, kukwamishwa msongamano, ila yule mtumishi alikuja na pikipiki. Na hata kama alipokuja na sisi hatukumjua kama alipanda pikipiki, sisi tulikuja kumuona dakika ya mwisho yuko ameshafika pale madhabahuni. Baada ya kufika pale madhabahuni, tumesema akifika tu hatutochelewesha, tayari tutampiga. Tayari majeshi ya kuzimu yako pale, kwa hiyo tutampiga. Tayari majeshi yako pale, watu wana bunduki, yani jeshi kubwa mno liko pale. Yule alipofika hakutaka yote, alipiga goti akaanza kuomba. Alipoanza kuomba, moto uliwaka maeneo yale, misukule yote ilikufa, wachawi wakafa, wachawi 180, na tulienda wachawi 250. Wachawi wakafa 180, wote wakafa kwa kupitia maombi ya yule, yani kupiga goti ile, kuanza tu kuomba. Tukaanza kurudi nyuma, ambao tulikuwa mbali, ili tukimbie, yani majoka ambayo yalikuwa pale yote yalionekana yakachomwa moto na wale warokore yote. Kwa hiyo tukashindwa. Kwa hiyo mimi katika kupambana kote, mimi niliopambana, hiyo ndo ilikuwa hasara kubwa ambayo iliyoingia kwetu. Japo kuna hasara kubwa kabla yangu ambazo zinatokea, ila mimi ndo hasara kubwa iliyoingia hapo maeneo hapo baada ya maombi ya yule. Okay, sawa. Pia katika hizo kazi ambazo mlizokuwa mnafanya kuzimu na tumwa kipindi hicho, kabla hujaokoka kwa ajili ya kushambulia makanisa, mlikuwa mnatumwa kushambulia makanisa ya kirokole tu peke yake? Mlikuwa mtumwa kushambulia misikiti, makanisa ya Roman, Lutheran, Anglikana? Hebu elezea kwanza hapo. Makanisa ya Roman hakuna kutumwa, Anglikana hakuna hatukutumwa, Waislamu hatukutumwa, wala hata kusikia. Ila warokore
Yani watu wote hapo wanahusiana na Orokore wanena kwa Marugu, wanena kwa Ruga, hawa ndio walikuwa maadui wakubwa. Kwa nini labda? Kwa nini hao makanisa mengine nyinyi mlikuwa mshambulii? Katoliki hamshambulii, Roman, Anglican, Lutheran, misikiti ya Waislamu hamshambulii. Mnashambulia tu hao walokole. Kuna nini? Maana sisi tunapata kile kitu ambacho kinachoharibu, kinacholeta uharibifu. Kitu ambacho hakileti uharibifu kudimu hawahangaiki nacho. Wenyewe wanahangaika na kile kitu kinachoenda kuharibu kadhi zao. Nakumbuka 2020 ilikuwa 2020 maeneo fulani Usoma, maeneo ya Nyabange vijijini, kuna mtu Iringe Kilathimia tukamchukua. Alikuwa ni mlokole, alikuwa ameokoka, ni mtu wa dini, ila sema walimhitaji tukamchukue. Baada ya kuwa wamemhitaji tukamchukue, mimi nikatumwa kufanya hizo processes za kumchukua. Basi tukaanza kumfuatilia, yani tukaanza kufuatilia maisha yake ili tupate kumkamata. Alikuwa ni mlokole, ila imani yake ilikuwa sio kubwa kivile, yani ni mtu wa Mungu anabudu, ila imani yake ilikuwa sio yani alikuwa hana hata Roho Mtakatifu, alikuwa ni wa kawaida tu. Kwa hiyo ndo tulienda kumchukua. Baada ya kuwa mimi nimeenda, nikaanza hizo process. Siku ya kwanza kabisa nikaanza kumfuatilia ili nipate kumkamata. Nikaanza kumtoa vitu mbalimbali, maana nilihitaji ajishtaki mwenyewe, yani nimuue kwa mfumo wa kurelax, ajishtaki mwenyewe, yani sio tu akufika yeye nimemchukua, hapana. Maana iko ataka achukuliwe msukure ili akasaidie kazi wachawi, maana alikuwa na nguvu, ana uwezo wa kulima, ana uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo mimi nikawa nimetumwa nikamchukue. Baada ya kuwa nimeenda kumchukua, kuna vitu nilimtoa nyayo zake hizo anazokanyaga chini kwa ajili ya kazi. Nikachukua nguo zake, nikachukua vitu kadhaa tu ambavyo nilichukua vya kwake ili kupata kunirahisishia kazi yangu. Ninakumbuka ulikuwa usiku. Baada ya usiku kufika, nikaenda kwake. Baada ya kufika kwake, tulikuwa wawili. Baada ya kufika ndani mwake, tunamkuta amelala yeye na mkeo. Kwa hiyo ikabidi tupate kuchukua kuna vitu tulitaka kuchukua kutoka kwake, yani maisha yake. Kabla ya kutenda yale yote, tuangushe kwanza vitu vingi ili ndio kumpata yeye, kumkamata kiurahisi. Baada ya kufika pale, nilikuwa na fimbo ya kichawi, tulikuwa na wenzangu, tulikuwa na mwenzangu mmoja. Baada ya kufika ndani, tukamkuta amelala. Macho ukimkuta mtu akiwa amelala kwa mchawi, mtu anamchukulia mtu, akitaka kumtoa mtu, yani kumchukulia mtu kila kitu alichonacho. Ngoto umelala. Baada ya kukuta umelala, afika mchawi anakuita jina mara 3. Anakuita jina mara 3. Kama unaitwa Msa, anakuitwa Msa, anacheka tena anakuita mara 2, Msa Msa. Baada ya kuita anapiga fimbo kifuani. Tukampiga fimbo kifuani. Baada ya kumpiga fimbo kifuani, tukainua. Yani tunapompiga fimbo kifuani, tunapoinua tunainuka naye. Kwa pale kitandani anabaki merara kupeti tu, mfano wake, ila sio yeye. Tunainuka naye, tunaenda naye makaburini. Tunachukua maji ya maiti na Zamzam, tunamuosha. Baada ya kumaliza kumuosha, tunachukua kitu kinaitwa Najman. Ile Najman kazi yake ile ndio, yani ile ni nafsi yake. Ile ni nafsi yake ambayo imebeba vitu vingi sana upande wake. Kwa hiyo tunachukua, tukishamaliza kuchukua vile na yale maji ya maiti, tunapomosha yale maji ya maiti, yani kila kitu alichokuwa anafanya vyote vinakufa. Kadhini anafukuzwa, mwanamke ataondoka, yani mambo yake yote yataanguka. Baada ya kumaliza vile, tukamrudisha, tukaendelea sasa. Na mambo kweli akaanza kwenda vibaya, tukasubiri matukio. Nakumbuka siku moja usiku, muda saa 4, nilijibadilisha nikavaa umbo la paka. Baada ya kufika pale kwake pale,
nikasikia maombi, yani maombi sana, maombi yanaendelea. Mama mke wake naye alikuwa ni mlokole, alikuwa umeokoka. Akasema mama yake alikuwa anaishi mikoani na alikuja kumtembelea baada ya kusikia mke wake kilichomkuta. Yani ndani ya wiki kila kitu kilikuwa kimegoma, hata ila kula imeshaanza kuwa ni shida. Baada ya hapo mama mkwe wake nikasikia ni maombi makali sana, yani ambayo hata mimi naye alikuwa ananizuia. Mama yake mkwe alikuwa na imani kubwa mno, yani yule mama alikuwa na imani kubwa mno ya maombi. Akaomba. Kusema ukweli, siku nilichokuwa nimeenda kujia pale nilishindwa kabisa. Baada ya kushindwa nikarudi kilingeni, maana kwa mchawi kushindwa ni mwiko. Kusema kwamba bwana nimeshindwa, hiyo ni mwiko. Nikarudi kilingeni tena kujipanga, yule mama ili nimjue yule mama vizuri zaidi. Na kweli nikatafuta distance za yule mama kupitia jicho la kichawi, nikamjua. Yule mama alikuwa ametoka Shinyanga na alikuwa ni mlokole kweli, amekamilika mama wake mkwe kweli. Na mama mke wake tulisumbuana sana, kila sehemu anapita, Kwa hiyo yule kijana tena kumchukua katika, yaani kusimama katika uwepo wa mama mke wake kusimama na maombi, ikawa sasa inaanza kuwa ni ngumu kumpata, maana mama mke wake alikuwa na imani, alikuwa na Mungu aliomsimamia. Ikawa ni ngumu kumkamata ule kijana. Peleka huku, hadi vile vitu vilivyoanza kuwa tunavichukua sasa, yani kaanza kuwa kasheshe tena. Ikabidi nianze sasa kuangalia msaada ili nijue tunafanyaje yule mama tumkamate. Basi akajitokeza mbaba mmoja, ni mchawi, akasema mimi namwataki yule mama, ninamfuata, yani ni mtu wa kawaida tu, nitamfuata. Kwa hiyo ikabidi yule mbaba akae kwenye umbo lake la kawaida. Mbaba akamfuata yule mama, akaanza kujenga mazoea kidogo na yule mama ili tukishamkamata yule mama vizuri. Kwa hiyo huyu kijana ndo tunaweza kumchukua, maana yule mama kikaa imara inakuwa ni vigumu tena kumpata. Yule mbaba akaanza mazoea na yule mama, mazoea na mama mke wake yule kijana, mazoea. Ikafika muda wakatongozana, yani yule mbaba akamtongoza huyo mama, na mama naye amekaa kama ndani ya mwezi, na kazi kwa tumepanga ndani ya wiki 2 iwe imemalizika, ila mwezi umefika kwa sababu ya maombi ya yule mama. Hadi yule kijana sasa ameshaanza kukaa imara kwa sababu ya maombi ya yule mama, vitu vingi tumeshaanza kukwama. Kwa hiyo huyu mbaba tuliomtuma mwenzetu sasa kwenye kilinge chetu chawi, akaenda kafanya jinga mazoea na ule mama, msaada hapa wanakutana, wanasaidiana hivi na hivi, wanafundishana, wanaimba, wanaomba, safi na azuiriki, kwa sababu anakuta ameenda kikawaida, azuiriki. Baada ya hapo wakatongozana, akamshawishi. Mwezi wa 2 huo bado nimekaa tunasubiria, akamshawishi, hatimaye mama akafanikiwa kuingia mtegoni. Mama akamkubalia jamaa, ila akamwambia bwana subiri nimalize, japo alikuwa mgumu, ila nakumbuka yule mama tulikomaa sana na tulimtoa kwenye utukufu. Baada ya kushiriki tu kimapenzi na yule mchawi, tayari tulimaliza kila kitu kwa yule mama na tulimnyonya nguvu zake. Baada ya kushiriki na yule mapenzi tulimnyonya nguvu zake, kwa hiyo tulihua hata maombi aliyokuwa anaomba. Kwa hiyo mambo yakaanza kwenda shagala bagala. Baada ya yule mama kushiriki na yule mchawi akumrudia tena, wala yule mama akamuona tena. Yule kijana sasa ndo akazidiwa, maana tayari nguvu kubwa huyu tulikuwa tumeshadondosha tayari. Yule mama akazidiwa, yule kijana akazidiwa. Na huyo mama baada ya kuona maombi sasa hivi hajibiwi nini, naenda akaanza kuona sasa kuna vitu kwake mama ameanza kuwa mabaya. Yule mama akaamua akimbia arudi kwake. Baada ya kuamua kukimbia akamwacha, yani asio kwamba eti alikimbia, alikimbia ili aende ajipange aje na wenzake ili wapate kumchukua wampeleke kule kanisani kwao, maana aliona kwake mambo yamekuwa mabaya, nguvu imeshakuwa dhaifu. Kwa hiyo baada ya kwenda kule sisi tukaanza kutumia sasa zile process za haraka ili huyu kijana tupate kumchukua. Kweli bwana, tulipata kumchukua msukule.
Baada ya kumchukua msukule, make mchawi anapomchukua msukule amtoi, anamchukua, ila baada mpaka yule msukule azikwe. Akishazikwa ndo mchawi anamtoa mle ndani anapokuta yumo. Kwa yule tulivyofika tukamchukua mlima pale, tukalaza kipande cha mti wa mninga. Kwa hiyo baada ya kulaza tukaweka ni mtu feki, sio yeye tena. Pale tukaweka mtu feki, huku akaanza maombolezo. Tayari yule mtu yuko ndani, sio kwamba tumeshamtoa, hapana. Yaani mpaka akishazikwa yule feki ndo tunamtoa huyu. Akishazikwa feki ndo tunamtoa huyu OG, tunamchukua kwa upande wetu. Sasa ndo tunaenda sasa, ndo anakuwa kwetu rasmi. Mila kabla hajazikwa huyu hatuna uwezo wa kumchukua huyu. Kwa hiyo bwana, mambo yakaendelea, wakamzika. Baada ya kumzika, sisi tukamchukua huyu kijana, tukaenda tukamtia maagano, tayari akawa msukule rasmi. Kwa sababu ya nini kilichopungua? Imani, yani udhaifu wa maombi ulipungua. Ila yule mama angesimama vizuri, angekuwa imara, tusingeweza kumchukua huyu kijana, wala wachawi wasingeweza kumchukua huyu kijana, maana aliendelea vizuri. Ila process ilivyotumika, huyu mama baada ya kushiriki tu na yule alimnyonya nguvu zake kutumia tendo lile alofanya na yule. Kwa yule baada ya kumnyonya nguvu zake, huyu mama alipoendelea kuomba, tukampiga roho ya kukata tamaa. Huyu mama akaona mambo na kwake yanazidi kuwa magumu, akaamua akimbie. Akaona akiondoka kwenda kutafuta kule msaada, wenda akarudi mara pili atakuwa amesaidia. Kumbe vile alikuwa anaondoka anawapa wachawi nafasi ili watendelee jambo kiurahisi. Kwa mama baada ya kuondoka, basi nao kafanikiwa kumchukua yule kijana kwa Kalima. Kwa basi hapo sasa ndo ikatokea safari ya kwenda Kigoma, maeneo fulani panaitwa Nguruka. Ikatokea nafasi ya kwenda kule, mimi nikaenda. Muda huo ninafanya kazi ya uchawi, muda huo ninatafuta watoto wachanga kabisa. Ninawapeleka wapi? Kuzimu. Viungo vyao ninachukua ninapeleka kuzimu. Ndio ikawa sasa ni kazi zangu, nachukua viungo vya watoto wachanga mahospitalini, maana sehemu kubwa ambazo nilikuwa natumia mimi kuchukua watoto ambao ni wachanga, sehemu kubwa kwenye mamiji ya watu unakuta kuna miji mingi mno, watu wengi mno wanakuta wameokoka na pia wana nguvu kubwa mno. Mwenyezi Mungu kaizingira ile nyumba vizuri, kwa hiyo inakuwa ni vigumu. Ila mahospitalini ni rahisi sana mtoto kuchukuliwa na mchawi, ni rahisi sana, kwa sababu mahospitalini kuna mawakala wa kishetani, mapepo yako mle, kuna roho, kuna nafsi zinaishi mle, kuna mizuka inaishi mle mahospitalini. Yaani mambo mengi yanayotendeka katika ulimwengu wa giza yako mle, na tulikuwa hata sisi kwa tunajipatia damu nyingi mno kupitia yale mahospitali. Kwao ninaenda, ninakuta kabisa, najua napewa kabisa taarifa yale majini, jini linanionyesha zile jini, ananiambia bwana, hospitali fulani kuna mtoto amezaliwa, au Bugando kuna mtoto amezaliwa, Mwimbili kuna mtoto amezaliwa, hospitali fulani kuna mtoto amezaliwa. Kwa hiyo mimi ninachokifanya, ninapofika saa 6 ninaenda moja kwa moja mpaka ile hospitali. Yule wakala tayari aliyoko pale maeneo pale ananipokea, maana kila hospitali ina wakala wa kishetani. Kwa hiyo ananipokea, akishanipokea, kwa hiyo maelekezo yote anakuta tunayo. Kwa hiyo moja kwa moja ninafanya kile kitendo, ninamchukua ile mtoto, ninaweka wabandia. Ninaenda mahali ninaporuhusiwa kumtoa ile kafara. Nilikuwa na mkuki wenye pembe hizi 3. Ule mkuki nilikuwa nina uwezo wa kusafiri nao, maana nilikuwa na uwezo wa kusafiri nao, na nilikuwa ndo nautolea kafara ule mkuki. Kwa ile mtoto nilimchoma na ule mkuki, ndio ilikuwa ni silaha yangu ya kumtoa kafara. Sio kwamba ninamchoma kisu, hapana. Kutumia ule mkuki ndo natoa vile viungo vya ule mtoto. Nikawa natenda vile. Hospitalini napata taarifa, huko mwingine ananipa taarifa, ninaenda. Kwa hiyo tayari ninavyoenda, tayari yule wakala wa kula anakuta ameshanitengenezea mazingira
Kwa hiyo mimi kazi yangu naenda kuifanya kiurahisi zaidi. Nikitoka hizi siku ngapi hizi nakaa kwenye uchawi. Sasa ni muda ambao ulikuwa umefika sasa wa kwenda Kigoma, maeneo fulani panaitwa Nguruka. Sasa kule tulienda kuandaa jeshi ili la kupambana, maana kulikuwa kuna nabii mmoja alikwenda kule, alikuwa anasumbua sana. Yaani kulikuwa kuna wachungaji wako kule walikuwa wanasumbua, wachawi kazi zao walikuwa walali maombi usiku kucha, maombi, wanazuilika kama mambo mengi. Watu wengi sasa wanapata kuokoka, wanapata ubatizo wa kweli. Sasa wanapookoka tayari, kama mchawi alikuwa ameshateka lile anga tayari, katika ile familia kuna vitu anavipata, anapata faida, mambo mengi, kwa mambo mengi mno yanavunjika. Kama alikuwa ametia magonjwa, ile familia ni ya kuteseka tu, inakombolewa kupitia jina la Bwana Yesu. Kwa moja kwa moja tayari yule anapokombolewa tayari ni hasara kubwa kwa huyo mchawi. Wengine hadi wanaumwa. Yaani huyu kukombolewa kwake kunasababisha kifo cha mtu, cha mchawi. Kukombolewa kwake kunasababisha kifo kwa mchawi. Kwa sababu yeye anapokombolewa na yeye anaomba, yule anarudisha kile, yule roho mzuri na yeye anarudisha kwa uwezo wa Bwana Yesu. Ona huyu anazurika. Kwa hiyo ikawa ni hasara. Kwa hiyo inabidi sasa jeshi likakusanywa, tukafanye sasa, tukaweke kambi kule Nguruka ili sasa kupambana na makanisa ambayo yamesimama. Baada ya kufika kule kweli, usiku wa kwanza tukapata distance ya makanisa yote, maana kulikuwa kuna mawakala, kuna mambo mengi, labda zishategwa, mambo mengi mna yameshafanyika. Kwa hiyo moja kwa moja, ila yani tunatega, ila vile vitu vyote vinavunjwa kwa maombi ya watumishi. Sasa sisi ndo tukawa tumeenda, mimi na wenzangu, maana Kilinge kilikuwa na nguvu, tukawa tumeenda kule ile kupambana na yale makanisa. Na wale tumeenda, siko tumeenda jeshi lenye nguvu, maana alikuwa na uwezo. Huko Msoma kwa maeneo mengi kwa tumeshavuruga makanisa mengi sana. Kwa hiyo kule tulienda tunajiamini, maana kwa shetani alivyo, shetani anakuambia kwake hamna kushindwa. Yaani kama kwa Mungu ilivyo, Mungu anakuambia hamna kushindwa jambo, na shetani naye anakuambia hamna kushindwa jambo, anajipa moyo. Tukaenda, baada ya kufika pale Nguruka siku ya kwanza tukafanya kikao, tukaanza kutengeneza mission sasa tujue tunapambaneje na haya makanisa ya warokore. Tukatengeneza mipango. Siku ya 3 tunasuka hiyo mipango, hata yani bado tuko kwenye vilinge, tunatengeneza jinsi ya kupambana na wale warokole. Maana haikuwa kazi ya kitoto, haikuwa vita ya kitoto. Tunatafuta ile misingi midogo, maana wenyewe wamepanda na misingi mikubwa, wameisahau ile misingi midogo. Kwa sisi tunaanza kuangalia ile udhaifu ule mdogo, yani sehemu ndogo zenye udhaifu ndo tunyanyuke nazo. Maana sehemu kubwa zote ukiangalia ziko imara, ukuta ni mrefu. Kwa hiyo tunatafuta upenyo kadogo ambao tunaweza tukadhoofisha nguvu ya pale maeneo. Mara ya kwanza wachawi tukaenda. Mchawi wa kwanza baada ya kwenda, ambaye alikuwa ameshatumwa, yani wachawi walikuwa wakitumwa katika ya makanisa, wakifika kule wanakutana na nguvu kubwa, wanaokoka. Kwa wakikutana na nguvu kubwa ikiwazidi uwezo, wanaokoka. Kwa wakishaokoka wale tayari wanatoa siri, wakishatoa siri, kwa hiyo kwetu sisi wachawi inakuwa ni hasara tena. Sawa. Yaani wakifika kule wanaokoka, wanapigwa maombi mde kanisani mde, wanashindwa, wanaokoka, wanatubu. Wakishatubu wanasema tu bana, sisi tuna misukule kadhaa, tuna hivi na hivyo, wanaleta vitu pale vinapigwa moto. Kwa hiyo ikishapigwa moto tayari huku tunahesabu wamekufa, tayari tumeingia ni hasara kubwa. Maana wanataja hadi misheni zetu kwamba bwana, mimi niko hapa kanisani kwa kazi fulani, niko hapa kanisani kuharibu kitu fulani. Kwa tayari ule mpango tena tunaukata, tunaanzisha mpango mwingine. Nikaamua sasa mimi na mwenzangu ambao tulikuwa tunajikubali tuingie katika kazi. Siku ya kwanza tumeenda mle kanisani, tunakaa, maana tunajua mchawi
Akija siku ya kwanza kanisani, akai mbele, maana anajua mbele kuna moto. Anakaa mwisho kabisa, ni kule nyuma kabisa ambako watu wamemzongazonga, anajua kabisa huku anaangalia kabisa sehemu fulani kuna maana. Siku zote kanisani wale watu wakubwa, watu wenye maombi, watu ambao wana Roho Mtakatifu, wanajua kuomba vizuri, wanakaa mbele. Kwa mchawi hawezi kukaa mchawi na mtu ambaye anaomba kabisa, yule aliyosimama katika misingi yote, yeye mchawi akae hapa na yule mtu akae. Maana akianza kuomba mchawi hapa tayari anaanza kuona moto. Kwa ni lazima akae nyuma mwishoni, na wale watu wadhaifu hata wale kwenye kuomba wanasinzia. Yaani wenyewe muda wa kuomba wenyewe wanatumia huo muda kusinzia. Kwa hiyo mchawi naye anakaa hapo. Yaani muda wote mchawi yeye mwenyewe kwenye muda wa ibada, yeye anajikuta amelala. Sio kwamba amelala, yaani pale hivi ndio yuko kwenye kazi. Yeye ni kupiga miayo. Maana anapopiga miayo anashindana na nguvu ya pale kanisani. Kwa hiyo tukaenda. Mimi yule akajibadilisha, maana kwa tunaweza kubeba umbo la mtu yote. Yeye akabeba umbo la mtu tu. Baba tu ukimwona mwenye wadhifa wake ni mtu mwenye material, yani ukimwona mwenyewe unasema kabisa huyu kweli ana pesa. Na mimi nikabeba umbo tu, na mimi zuri ambalo kabisa ukiniona unasema wako vizuri, kijana katoka kwenye familia nzuri. Basi tukafika pale kanisani siku ya kwanza, tukakaa mwishoni kabisa. Hata tumekaa pale mwishoni, huko mtumishi anaingia kuabudu. Kidogo mtumishi akasema jamani wageni. Tukaanza kuangaliana, wageni wasimame. Wageni wakaanza kusimama. Wageni walikuwa akawaambia wageni wote piteni hapa mbele. Tukavunga kama hatuoni. Kabisa wageni piteni mbele. Tumetulia, yani tumekaza kabisa, tumetulia. Yule ndo kwa na yule mkubwa alikuwa ajibadilisha, akatoka nje akasema ngoja mimi niende kama naenda kukojoa. Akatoka nje. Baada ya kutoka nje, akapita yule kijana, akapita wale wengine kadhaa wakapita pale mbele. Walipopita pale mbele, akaanza kuwaombea, anawakaribisha kumpokea Bwana Yesu. Anawashika vichwa, anawatakasa, anawaombea. Nikaona hapa sasa kidogo, akaangalia akasema kuna kijana ninamuona kule mwisho amekaa, apite mbele. Nikasema hapa nimeisha. Sasa kitu ndicho kinyama. Kulikuwa kuna mzee alikuwa pale, yani kwa jicho la roho nikimwona yule mzee alikuwa ni mlevi sana, na ameendekeza ulevi. Hapo alikuwa yani kiujumla ni mlevi, yani matendo yote machafu yalikuwa ni ya kwake. Anasali, ila ni wale watu wanaenda kanisani kuficha uhalisia wao. Nilikamua kumhamishia yale majini ndio kuwa nayo yale yote matatu. Yani nikaamua kumhamishia uchafu wote. Maana uwezo nilikuwa nao nikamhamishia yule. Baada ya kumhamishia yule mimi nikapita pale mbele. Baada ya kupita pale mbele, akaniambia umetokea wapi? Akaanza kunihoji, nikaanza kumdanganya mimi nimetokea maeneo fulani hivi na hivi. Akaniambia wazazi wako. Nikasema wazazi wangu ndio hapo, ila wao hawajaja, kwa mimi ndo nimekuja mimi. Akasema sawa, umeshampokea Bwana Yesu? Nikasema ndio. Umeshabatizwa? Nikasema ndio. Akasema nibatizwa wapi? Nikamwambia nilibatizwa mtoni, nilibatizwa kanisani, nilikuwa Romani Katoliki. Akasema sawa, sasa hapa na sisi tuna ubatizo wetu, kwa hiyo tunamkukirisha Bwana Yesu. Nikasema sawa, mnipeni huyo Bwana Yesu. Maana Yesu unaweza kumtaja kwa mdomo, ila moyoni usimtaje. Ukimtaja moyoni na kwa mdomo, hapo ndipo anakutendea. Ila ukimtaja kwa mdomo, hakutendei jambo lolote, kwa sababu hujakiri kutoka moyoni, umekiri kikawaida. Akanitajia pale. Sasa kama vile ameshtuka ananiambia sema Bwana Yesu. Nikisema tena anarudia kama mara 3. Anajiuliza kama hivyo tena, navumilia hivyo akanini. Sasa akuniwekea mkono. Hilo ndo hapo ndipo tu niliponea. Hakuniwekea mkono. Baada hapo akasema wageni wote rudini mkakae. Sasa huyo nilikuwa nimemwachia mapepo tayari, yani amesinzia, amechoka. Baada ya kufika pale
nikayaruhusu yamtoke. Kwa hiyo akarudi kwangu tena, nikaendelea kukaa ibadani, maana uwezo nilikuwa nimeshakuwa nao ni mkubwa. Tukaenda kwa ibadani na yule naye akaja kaka. Ila yule akawa anatupiga sana jicho yule mtumishi, tukasema tulia, tuangalie tu sasa hivi ila tunalala kwetu. Na yeye naye muda huo yeye anajua alichokuwa anawaza moyoni. Tukakaa siku ya kwanza ibada inaisha, tukaondoka tukaanza kusalimiana pale hivi. Wamama pale hivi wanakuja wanashika mkono wananiambia kijana karibu sana kwa Bwana Yesu ni kutamu hivyo hivyo hivyo, ndo wanashikana mkono ili kuanza kujenga mazoea. Nikaanza kumwambia bwana mimi nina shida mnipeni namba zenu. Nikaanza kuomba namba za wale waumini. Kweli nikapata namba kama za watumishi 10 tukaenda. Baada ya kwenda sasa tukaenda tena tukarudi Kilingeni sasa kupanga. Sasa hapo kwa asilimia kadhaa tumefanikiwa. Naona tuko sawa sasa, hapa tuko sawa kabisa. Tukaanza sasa hawa niliobeba namba zao nikaanza kuwatafuta, nikaanza kuambia uongo, bwana mimi nahitaji maombi, nina vitu mara yananisumbua kwa fatafata. Na wenyewe nao wakataka ujira, wakasema bwana sisi tutakuombea. Nikaambia ni sawa, mimi nahitaji nyie mniombee. Kwa kweli nahitaji mniombee kweli. Wakasema basi pale kanisani tuna vikundi vidogo vidogo ambavyo tunajiunga navyo. Kwa hiyo njoo tukuunge ili kwa mambo mengi kama familia uwe mwanafamilia wetu. Nikasema mwana na mimi nataka hiyo familia sasa. Maana mpango wangu nataka kweli ile familia ile kusambaratisha. Nikaambia sawa, nikaja nikaenda pale kanisani vizuri kabisa. Nikaombewa, tukakaa na wale wanafamilia siku ya Ijumaa, tukaongea mambo mengi, mimi nikarudi zangu. Wote wao ninaongea ni uongo tu, nikarudi zangu nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, nikaamua kufanya mbinu. Kuna kijana tukamroga akawa chizi kabisa. Tukaamua tumpeleke pale kanisani ili akaombewe sasa. Tukamwambia bwana huyu ni ndugu yetu. Na mnamuona alivyo sasa hivi, hali yake ni mbaya, anahitaji maombi. Wakaanza kumuombea. Sasa katika ile tulipomleta pale, maana pale hatukumkutapo mchungaji, maana walituambia mchungaji wametoka wameenda kuhubiri injili huko mabarabarani. Tukasema sawa, wale maana tulimpeleka yule ili kupima, maana kwa tumeshapima nguvu, tumepeleka ili kudhibitisha je, huwa na uwezo, maana kile lile pande tulopata kwa yule kijana lina nguvu. Je, wana uwezo wa kumtoa yule pepo tuliomwekea? Akafika pale wakapiga maombi hadi wakaanza kupiga miayo. Kwa wamechoka. Wakapiga maombi tukamchukua akatuambia bwana ndugu yenu uko tena, tukamchukua. Bado yani ile pepo alikutoka japo alijifurukuta ila alikutoka, maana alikuwa tumemshika kweli yule kijana. Tukamchukua sio ndugu yetu mdau, yani sio ndugu yetu, ni mama ni mchawi huyo mama, na akajitorea kwamba bwana na kijana wangu afanyiwe jaribio, maana mchawi yeye hana huruma, yeye anamtoa hata mamake afanyiwe jaribio. Akamtoa, sisi tukaenda tukamfanyia jaribio, ikashindikana. Sasa tukasema kama imeshindikana sasa wale tuwaite ili waje nyumbani wakamuombee hapa ili tuwavute, maana kwenye imaya yao inakuwa ni vigumu. Sasa tuwalete katika imaya yetu.